Watu wengi huwa wanadhania kwamba ndoa ni kitu cha kawaida, ndoa ni lele mama, lakini ukiingia kwenye ndoa utafahamu kwamba mdoli anachopitia na baba Joan sio kitu cha kawaida. Sasa leo imekuwa ni siku ambayo ulitakiwa kujua kwamba baba Joan ni mvumilivu kiasi gani, lakini pia mdoli ni mvumilivu kiasi gani. Pamoja na mateso yote wanayoyapitia kwenye ndoa, bado wameonesha hali ya kusameheana, kwa sababu haya yote yanatokea na yanapita. Lakini kitu ambacho nafikiri kwamba nitakwenda kukichambua siku ya leo ni kuhusiana na namna ambavyo baba Joan amekuwa mvumilivu. Wote tumeona wakati ambao mdoli alimwambia aweze kutoka humo ndani. Ningekuwa mimi au wewe, huenda ungesema aka kama mwanamke na kaomba msamaha lakini akataki kunisamehe, basi acha mimi niende zangu. Lakini baba Joan ameona sio vizuri kuweza kuondoka na kumwacha mke wake katika hali ya huzuni. Lazima aweze kurudi kuhakikisha kwamba anamuomba msamaha na kukaa karibu. Sasa huu mpango umefanikiwa, na naamini kwamba utakuwa umeona ni kwa kiasi gani baba Joan ametumia akili kubwa kuona kwamba ni kwa kiasi gani anaweza kumfanya mke wake arudishe moyo wake nyuma, kusahau yote yaliyopita. Lakini after all, nimekipenda kitu kimoja tu kutoka kwa mdoli, ni kwamba amekuwa muwazi, na leo amefanya tuweze kutambua ni kipi ambacho kilimfanya baba Joan aweze kumchiti, aweze kumletea mwanaume ndani. Ni kwamba mdoli amekiri ya kwamba hatarudia tena, lakini kosa unalifahamu ni lipi? Sasa kosa ni hili hapa, ni kwamba mdoli alikuwa yuko busy na kazi zake, moja kwa moja alikuwa hapati muda wa kushare kitanda na mume wake, yani wa kufanya mapenzi na mume wake, ama kufanya tendo la ndoa kwa wale ambao wanajua haya mambo. Sasa kitu kama hiki hapa ndo kilikuwa kikitokea kwenye ndoa yao, na ndio maana hali hii ikampelekea baba Joan akaona huyu mwanamke hanipatia haki yangu ya ndoa. Sasa nitaipata wapi hii haki kama sio kumtafuta mwanamke mwingine na kumleta huko ndani? Lakini kosa kubwa alilolifanya baba Joan ni kwamba alimleta huyo mwanamke ndani kwake, tena kwenye chumba ambacho analala yeye na mke wake. Hilo ndo lilikuwa kosa kubwa, na hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba mdoli angeweza kumsamehe nani, baba Joan. Lakini nafikiri kwamba kitu ambacho kimemfanya mdoli aweze kumsamehe kwa haraka zaidi baba Joan ni pale tu ambapo aliweza kumfukuza baba Joan atoke nje, lakini mwamba akasema hapana, siwezi kuondoka nikakuacha kwenye hali hii, utanisamehe, lazima niwe karibu na wewe niweze kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Lakini pia kitu cha msingi zaidi ni kwamba baba Joan amekuwa akimuomba msamaha mara kadhaa, kitu ambacho kimemfanya mdoli aweze kuona kwamba yuko sahihi kumsamehe nani, baba Joan. Lakini pia hata yeye amegundua kwamba alimkosea, kwa sababu aliupa muda mwingi kazi kuliko kumpa mume wake muda mwingi, kitu kama hicho hapo hivi. Sasa ni kipi ambacho kinakwenda kufuata episodi inayofuata, nikimaanisha kwamba episodi ya 10. Lakini pia mambo mengi yanaweza yakaja kutokea episodi ya 11 kwa sababu ya haya tuliyoweza kuyaona kwa wakati huu. Mdoli na baba Joan wanakwenda kuwa na amani kwenye ndoa yao, lakini tukumbuke tu kwamba mwishoni mwa episodi tuliweza kuona kitu cha ajabu, ni kwamba Kisoda aliweza kuingia ndani akiwa hai huku akionekana kuwa mwenye pressure kubwa, lakini akamuita mama yake mdoli akamwambia ya kwamba Joan amemeza hela. Sasa kitu ambacho kimenifanya niangalie kwa umakini, nikagundua hiyo issue ilikuwa ni serious, kwamba Joan amemeza shilingi 500, au kuna mpango ambao Joan aliupanga na dada yake Kisoda, yani kuwafanya wazazi wao waweze kuongea ama waweze kuwa na ushirikiano kwa kuwa na upendo, ili amani iweze kurudi kwenye nyumba, kwa sababu Joan pamoja na Kisoda hawajui kwamba baba yao pamoja na mama yao mdoli kwa sasa wako safi kabisa, wala hawana ugomvi wowote. So nafikiri kwamba episode inayofuata, yani episode ya 10, wala hakutakuwa na kitu cha kustaajabisha, bali huenda ulikuwa ni mchezo ambao Joan aliufanya pamoja na Kisoda, kuja kuwachukua wazazi wote wawili wakija kumwangalia Joan wakifikiri kwamba huenda ama ni kweli amemeza shilingi 500. Kumbe hakuna kitu chochote kile, bali walihitaji kuona baba na mama wakiwa na ushirikiano kuhakikisha kwamba mtoto wao yuko salama. So nafikiri kwamba ulikuwa ni mchezo wa Joan pamoja na Kisoda. Hayo ndo yale ambayo nafikiri kwamba yanakwenda kutokea episodi ya
10 au episodi ya 11. Lakini hili swala la Kisoda pamoja na Joan kuhusiana na kudanganya kwamba Joan amemeza 500, nafikiri kwamba ni swala la uongo kabisa, na ukweli wake tutakwenda kuona episodi ya 10. Sasa kilichotokea episodi iliyopita kwa Fasheni, nafikiri kwamba wengi hawajamuelewa Fasheni kabisa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo naona kwamba amefanya maamuzi ya kipumbafu ni kuita familia yake, ndugu zake na dada yake kuelezea upuuzi ambao yeye anaamini kwamba ndugu zake ama wadogo zake wamemfanyia mpenzi wake Roy. Hasa kitu ambacho naona kabisa kwamba Mr. Fasheni anatakiwa kujifunza ni kwamba anatakiwa kujua kwamba mpenzi wake Roy hampendi, kwa sababu angekuwa anampenda asingemuonesha hadharani ya kwamba hampendi wala kumthamini, lakini pia asingeonesha hadharani hasila zake mbele ya familia yake, kitu ambacho nafikiri kwamba episode iliyopita na episode za mwanzoni kabisa nafikiri mliweza kushuhudia jinsi ambavyo alikuja na nguo ya ndani akazitupa pale, kitu ambacho kilimwaibisha sana Mr. Fasheni. Na nafikiri kwamba hata kama ungekuwa ni wewe usingekubali kaka yako adhalilike mbele ya macho yako, tena mbele ya mama yako. Nafikiri kwamba lazima ungefanya kitu chochote kile Roy, kwa sababu yule sio mwanamke wa kumdhalilisha ama kumfanya kaka yako aweze kupitia mambo mengi. Kuna wanawake warembo sana duniani. So I don't know ni kwa nini Mr. Fasheni amenasa kwa Roy, au Roy alitumia ndumba. Huenda kwa sababu sijawahi kuona mwanaume ambaye anang'ang'ania mwanamke ambaye anamdhalilisha mbele ya familia yake, mwanamke anayemvua nguo mbele ya familia yake, sijawahi kuona. So Fasheni anatakiwa kujua kwamba wadogo zake walichokifanya walikuwa sahihi kabisa kwenda kumpiga nani? Roy. Lakini pia kitu kingine ambacho nafikiri kwamba wengi walikuwa wakijiuliza ni kuhusiana na nani aliyeweza kumshawishi Roy aende kumtoa Mr. Fasheni jela. Sasa wengi walikuwa nahisi labda amefanya hivyo kwa sababu ya dhiki wanazopitia familia yake, lakini leo tumepata majibu ya kwamba walikwenda kumpiga kwa lengo la kumfanya aende kumtoa kaka yao. Lakini mwamba Fasheni halijui hilo wala hajaelewa pale walipoweza kumwambia kwamba walimpiga Roy kwa ajili ya kumfanya aweze kumtoa jela. Sasa kitu kama hicho hapo nafikiri kwamba kitakuwa ni cha umuhimu zaidi, na sidhani kama kuna ndugu yoyote yule ambaye hawezi kushindwa kufanya kitu kama hiki hapa ambacho Atronize, UG pamoja na Mustafa walikifanya kwa nani? Kwa shemeji yao, nikimaanisha kwamba Roy, kumpiga ili kuhakikisha kwamba kaka yao anatoka gerezani. Sasa pia nafikiri kwamba kuna vitu vingi ambavyo tumevishuhudia na vitu vingi tumejifunza pia kupitia episodi hapa, lakini moja kati ya kitu kikubwa ambacho mimi binafsi yangu nimejifunza ni kuhusiana na mapenzi ya kweli, yani true love. Lakini tumeona ni kwa kiasi gani kuna watu wanatumia nafasi ya kupendwa kama sehemu ya kuficha madhaifu pamoja na ubaya wao. Tumeona Kam ni kwa kiasi gani anavyopendwa na mke wake Sonia, lakini Kam pamoja na kwamba anatambua anapendwa na Sonia, yeye haoneshi dalili zozote zile za kumpenda Sonia. Badala yake anatumia nafasi hii kuweza kuwatongoza wanawake wengine, kwa sababu anaamini kwamba hata akifumaniwa Sonia hawezi akafurukutwa kwa sababu anampenda Mr. Kam. Sasa tumeona ni kwa kiasi gani Mr. Kam amempenda mwanamke mwingine. Sasa I don't know kama it's true love, sijui kama anampenda kweli au ndo yale mapenzi ya kutamani. Ukimwona mwanamke kidogo ana kitu cha ziada ambacho mke wako hana, basi unaingia hapo hapo. So nafikiri kwamba kitu kama hiki hapo ndo kinachoendelea. So yule mwanamke aliyemkubalia Kam, naamini kwamba episodi za mbele atakwenda kuumia, kwa sababu Kam atakuja kukutana na mwanamke mwingine tena ambaye ni zaidi ya huyo mwanamke ama mchepuko. Hapo ndipo ambapo kilio kitakwenda kutokea kwa yule mwanamke mlembo ambaye hajui kwamba anaingia kwenye mtego ama anachezewa akili na nani? Na Mr. Kam. Lakini at this time nafikiri kwamba tuende tuzungumzie zaidi kuhusiana na hiki kinachoendelea kwa hawa wadada wa chuo, wadada ambao kwa kweli heshima hawana. Sasa sijui ni kipi ambacho huwa wanakwenda kukifanya chuoni, lakini pia nafikiri kwamba kupitia sini hapa utakuwa ulijifunza mambo mengi zaidi, kwa sababu tumeona ni jinsi gani pamoja na kwamba tunawapeleka watoto zetu chuo wakasome, wao pia wana mambo yao ambayo wanayawaza kichwani. Tumeona jinsi ambavyo walikuwa wakiongelea masuala ya wanaume wao, na wote tunajua kwamba Lemi pamoja na Kitumbua wanagombania mwanaume mmoja, Mr. Brown, kitu ambacho naona kabisa kwamba kitakwenda kuharibu pia ndoto zao, kwa sababu kilichowapeleka chuo ni kuweza kusoma, kuhakikisha kwamba baadaye wanapata kazi nzuri ili waweze kuisaidia familia yao. Lakini hiki wanachokifanya kule chuo unaona ni sahihi? Sasa ni kipi ambacho unawashauri waweze kukifanya, ama ni kipi ambacho unaona kabisa kwamba kuna sehemu
watu fulani walikosea, na ndio maana haya yakawa yanatokea kwenye haya maisha ya hawa wanachuo. Maybe hawafanyi hivi kwa kupenda, maybe ni maisha. Lakini episode itakayofuata ama uchambuzi utakaofuata, tutakwenda kumchambua mhusika mmoja mmoja pamoja na tabia zake, nini anakipenda, nini anakifanya, kipi hapendi kukifanya, na ni kipi ambacho anapenda kukifanya zaidi, kwa sababu hawa wanachuo wanaonekana kwamba kuna vitu wanavifanya kutokana na mihemko, lakini kuna vitu vingine wanavifanya kutokana na nini? Kutokana na shida zinazowakabili kwa sababu ya kipato. Nafikiri kwamba hiki nimeweza kukishuhudia kwa nani? Kwa Kizibo, pale ambapo tuliona akiwa amelala na mwanaume, lakini at the end of the day, pamoja na kufanywa vyovyote anavyotaka yule jamaa, alimpatia shilingi 1000, kitu ambacho kimenifanya nione kabisa kwamba dada zetu huwa wanapitia tabu kubwa sana. Tusiwe tunaona wanajiuza, basi tupate kujua kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vinasababisha wao waweze kujiuza, kwa sababu kama mwanamke alikubali kwenda kulala na mwanaume kwa ajili ya buku, ila ni vile tu tumeweza kuona Kizibo alikataa, kwamba hakuahidi kwamba ama hakukubaliana na yule mwamba kwamba atapatiwa buku, lakini naamini kabisa kwamba huenda ndo kitu ambacho walikizungumza kwenye klabu, kwa sababu yule jamaa sio mpumbafu wa kusema kwamba alisema ampatie buku. Lakini kitu cha msingi zaidi, nafikiri kwamba sio hiyo buku wala hao wadada wa chuo. Nafikiri kama nilivyoweza kukwambia kwamba tutakwenda kuwachambua zaidi kwenye uchambuzi utakaofuata, lakini this time let's